lazima uitumie vizuri sana unapoanza kuandaa ripoti yako. Kitu cha kwanza ukila mkuambia kidokezo cha kwanza ni kuhusu ukaguzi wa magari. Kuanzia tarehe mosi Julai mwaka 2026, mamlaka ya kitaifa usafiri na usalama barabarani NTSA itaanza kutekeleza sheria mpya zinazowataka wamiliki wa magari yote ya kibinafsi, ya kibiashara na yale ya shule yenye zaidi ya miaka 4 tangu kutengenezwa kwake kufanyiwa ukaguzi wa lazima kila mwaka. Kwa mujibu wa NTSA, lengo la hatua hiyo ni kuboresha usalama barabarani kwa kuhakikisha magari yaliyotumika chini yako katika hali nzuri. Wamiliki wa magari watapaswa kuweka nafasi ya ukaguzi kupitia mfumo wa eCitizen, kuchagua aina ya ukaguzi, kulipa ada ya shilingi 1,150, kisha kuchagua kituo na tarehe ya ukaguzi. Wakati wa ukaguzi, maafisa watahakiki mfumo wa breki, matairi, taa, mikanda ya usalama, vioo, kiwango cha moshi unaotolewa na gari pamoja na nambari za taasisi. NTSA imeonya kuwa kutofuata masharti hayo kunaweza kusababisha faini ya hadi shilingi 20,000 au kifungo cha hadi miezi 6. Wamiliki wa magari wanashauriwa kufanya matengenezo yao mapema na kukamilisha mchakato wa kuweka nafasi kabla ya tarehe ya ukaguzi. Nikiripotia mubashara Shabaha kutoka Mpeketoni, kaunti ya Lamu, la kwangu jina niite Kaka Ken. Maasalam. Tuende wengine sana manake zizi lina wakali wengi. 0700176699 nambari hiyo ya kwanza, ya pili ni 0732745111. Ripota mwingine. Hello Radio Taifa. Naam, Radio Taifa. Naam, bila shaka ni Henry Mwaniki kutoka eneo la Mpeketoni, kaunti ya Lamu. Kazi. Mamlaka ya kitaifa ya usafiri na usalama barabarani NTSA imeagiza kuwa magari yote ya kibinafsi na ya serikali yenye zaidi ya miaka 4 yafanyiwe ukaguzi wa lazima wa kila mwaka kuanzia Julai 1 mwaka 2026 ili kudhibitisha ubora na usalama wake barabarani. Wamiliki wa magari watalipa jumla ya shilingi 1,150 kwa kuweka nafasi kupitia mfumo wa eCitizen. Atakayeshindwa kufanya ukaguzi huo atakabiliwa na faini ya shilingi 20,000 na kifungo cha miezi 6 gerezani au adhabu zote mbili. Hata hivyo, hatua hiyo imezua mjadala mkali, huku Wakenya wengi wakikosoa wakisema ni mzigo mwingine kwa wananchi ambao tayari wanakabiliwa na gharama kubwa ya maisha na hulipa ushuru wa kutosha. Nikiripotia Radio Taifa kutoka eneo bunge la Mpeketoni, kaunti ya Lamu, ila langu niite Henry Mwaniki. Asante sana. Jeshi la Lamu hatari sana. Hatari kabisa. Yaani maripota toka Lamu usipokaa vizuri basi inamaanisha watakukaanga tu. Kabisa, tena wakukaange kama bisi. Hello, sauti ya Mkenya. Timiza nia. Naam. Huyu ni mtangazaji asiye na chuki kutoka sehemu za Idombe Mwingi. Ndivyo. Okay. Anayejulikana kama John. Mimi naifuata ndio taarifa ya habari. Kazi kwako mjomba. Jana ilikuwa siku ya furaha ngaya kwa watu wa Kase, sehemu ya Momoni, ambapo uko kwenye redio kweli wewe? Umesikiliza tamada kweli? Wewe umepotea barabara. Ai, Fuata maagizo. ndio wale ukasirisha Mariam. Anakuja hapo kwa kishinda na wakata kisha anaondoka. Yaani kama hujaelewa mada usije kubahatisha wani. Kabisa. Tunataka maripoti ambao wanafiki malengo na maripoti ambao wanaelewa kazi yao hewani vizuri. Hello. Jina lako nani, unapiga simu kutoka wapi? Langu jina Gidi Joy. Haya, kazi kwako. Mamlaka ya ukaguzi wa magari NTSA imeidhinisha kukagua magari yote. Imeamua kukagua magari yote yatembea njiani ili kupunguza idadi ya vifo. Hello. Aliyekupa Mwakenya akukupatia Mwakenya vizuri. Vipi? Yaani unaripoti ukisikiliza. Jalo. Masafa. Hapana, alimpa Mwakenya. Alimpa Mwakenya. Hakumwelekeza vizuri, hakumuongoza. Naona mtandao ndio tatizo. Mtandao ndio tatizo. Eto mwalimu wa motisha. Mzee Kikechi Kombo. Naam. Kijana wa mzee Kikechi kule mlima Elgon. Wapi? Goma. Alimfundisha siku zote kwamba wape matumaini. Hello. Mwalimu. Hello. Haya basi. Inamaanisha kwamba muda sio mrefu tutakuwa tunaenda kwa kupiga kura. Tutafute mmoja pekee, sio? Muongeze mmoja. Tuongeze mmoja. 0700176699
0732745111. Ripota vipi? Hello. Pole, tupate mwingine. Pole sana. Inamaanisha simu zimeanza msuko gani huu tena? Ajia, nimekuwa makini sana kusikiliza sauti ngeni, ila napata asilimia kubwa ni ya Lamu. Hello. Hello. La kujina Judy Joy. Haya, kazi kwako. Mamlaka ya ukaguzi wa magari NTSA imeidhinisha kukagua magari yote yatembeo njiani ili kupunguza idadi ya vifo. Kwa mfano, gari linapobingirika na kuanguka kwa kukosa breki, idadi ya watu kama 60 wanapoteza maisha yao. Pia gari zitakaguliwa hapo zitakuwa kukuna kuondolewa njiani ili kupunguza muda, kwa maana gari iliozeka inapoteza muda njiani na kuwa na msongamano usioisha. Langu jina ni Judy Joy. Asante Judy Joy. Umesoma vizuri huo Mwakenya. Unajua wakati mwingine ukipata Mwakenya songa nao vizuri. Kabisa. Tumeanza kura ama bado? Bado. Akia nani? Jamaa kuna mtu wake tayari. Bwana kuna mtu wake tayari pale. Acha tuende kwenye burudani kidogo, tukirudi basi itawapendeza wale ambao wamefanya maamuzi ama wanataka kufanya maamuzi. Mwalimu Kero, kiona nani washiriki? Ndio, asubuhi ya leo tumekuwa na kaka Keni kutoka Mpeketoni, Nashon Mwangi kutoka Mpeketoni, Ali bin Ali kutoka Pandanguo, Henry Mwaniki kutoka Mpeketoni, na mwisho ni dada Judy Joy kutoka Mpeketoni. Kwao tusikilize wanasemaje. Radio Taifa, sauti ya Mkenya, ramani ya Kiswahili. Halo, KBC Radio Taifa, Mamanyi na mwalimu Okelo Mjomba. Philip Msungu kutoka eneo la kupiga kura 029 Nandi. Kura yangu namwendea Prado ya mwana wa Shimukula. Asante sana, nimekupokea vizuri. Hello. Mamanyi. Mariam. Mimi nakwambia watangazaji leo walikuwa wawili, lakini nimpe kaka Keni mtarajiwa wa kesho, mtangazaji wa redio. Kaka Ken, asante. Radio Taifa, hello. Halo, Radio Taifa. Wanakuita mzee wa Kilelangwani, Hassan. Wewe niita mzee wa Kilelangwani, Hassan shilingi mwenyewe ndani ya nyumba kubwa. Pigia nani kura? Pole, kura yako imepotea. Maji hasi kitazo Mamanyi. Ni yoyo. Soro number 1. True story. Ni sasa ni kwa chanzo kama Simba Mitoni. Huyu mwana wa Shimekura waje apate kura hiyo yangu. Prado liai. Mbakia kila laheri, shukrani. Safi sana, asante sana. Kuna Enoch Matundura Bitugi anawapongeza, nasikiliza kipindi, anasema kaze kuntu kutoka sehemu za Chuka pale. Asante. Anafuatilia. Bitugi, Nyambizi huyo. Hello. Hello. Vipi ndugu yangu? Salama. Jina lako, unapiga simu kutoka wapi, unampigia nani kura yako? Mimi nampigia Ali bin Ali wa Pandanguo. Asante sana, jeshi la Lamu, Radio Taifa. Hello. Mamanyi Okelo Mjomba na mwalimu mwingine huyo Komba. Habari yenu hapo? Safi sana, Haaland wa Man City. Kakamega mwenyewe Ingo, Kabarasi. Sasa mikura yangu Shimakula. Asante. Yeah. Ito anachekesha. Maripoto wengine hapo wanafanya lobbying. Alafu wanapigiana kura wenyewe kwa wenyewe. Na Bozia leo kuniambia story siku moja. Rafiki yangu Bilo Didi. Ananiambia wakati mwingine bado unapata reporter ni mzuri lakini hamumtambui, mnaingizwa tu mkenge ndivyo wanajipigia wenyewe. Jamaa wanajipigia wenyewe. Afadhali tuende quality. Kabisa, ubora ni wa viwango. Hello. Huyu anatusikiza kwanza. Hello. Jina lako nani? Unataka kujipigia kura mwenyewe? Kaka Ken. Kaka Ken, asante. Haweni. Hapo itabidi uambie mke wako, familia nzima, watoto, wajukuu wapange foleni. Wakupigie wewe. Radio Taifa, sauti ya Mkenya. Huyu ni Isaac kutoka hapa Minivani. Kura nampatia Mwaniki. Henry Mwaniki. Yes. Haya, wa mwisho. Hello. Yes, Mamanyi Okelo Mjomba na wengine, habari za asubuhi. Safi, nani mwenzetu? Huyu ni Joseph Tezo nikiwa kikiingia lakini nyumbani na hadi diskoteni. Leo nampigia Henry Mwaniki, asante. Asante sana. Tumalizia hapa anko.
Bado. Kuna nyingine? Bado watu wameshikana makoo hapa. Haya, Radio Taifa sauti ya Mkenya. Owe mtu wangu. Naam. Safi. Unaongea na Awazi Salua wakati ya Pile Mgani. Haya. Wacha nimpatie Ali bin Ali kutoka Pandanguo. Haya, asante. Radio Taifa sauti ya Mkenya. Halo KBC. Niambie. Huyu ni baba Kinoti akiwa maprotini vitu. Kwa yako kwa nani? Yangu naenda kwa Ali wa Pandanguo. Unaenda kwa Ali bin Ali Pandanguo. Kwa mwisho. Hello. Hello. Vipi? Nzuri wala. Nakuita nani, jina lako, unampigia nani kura yako? Naitwa Tuwe na mpigia Wanyoike. Wanyoike tena? Wanyoike hapa. Ni John Mkalabali wa Kabukangani. Kura yako kwa nani? Mpanda suti. Nguo. Mpanda nguo. Mpanda suti. Okele, nipe mshindi bwana. Mshindi bila kukosea, bila kutetereka asubuhi ya leo ni ndugu yetu Ali bin Ali wa kutoka kule Pandanguo. Yeye amepata kura 4, akipelekwa unyo na kaka Keni kutoka Mpeketoni ambaye amepata kura 3. Prado Michael Aliai amepata kura 2 na Henry Mwaniki vile vile amepata kura 2. Kwa hiyo mshindi wetu asubuhi ya leo ni Ali bin Ali kutoka Pandanguo. Yaani huyo ndiye reporter ambaye ana sauti na kiimbo cha kutosha kuweza hata kupata ajira. Hata anatiririka, nadhani ilikuwa umwalike ndani ya nyumba kubwa. Asante sana, naongera sana mshindi wetu, reporter wa taifa kutoka Pandanguo, Ali bin Ali. Unaweza kuja kuchukua nafasi na kazi yake Millicent Kubai. Mimi bado ningalipo, kazi yako kuntu zaidi. Reporter wazuri kama hawa. Ndivyo. Acha nisikilize kwanza Kubai anasemaje, asija kaonea wivu. Yaani hivi unapeana kazi yangu hivyo hata bila kuniarifu jamani. Mimi bado nipo. Siku zote unaniita ndugu, kumbe akija achukue nafasi ya Mili. Si yako. Ama mimi bado nipo. Wewe bado upo. Mili ni yako levo. Ndio msikilizaji, maripota wetu. Ripota mzuri tunafaa kuangalia nini? Wewe kama mwanahabari ambaye una tajriba. Alivyosema mtiririko, jinsi unatamka maneno, sauti. Safi. Asante sana. Hivyo. Asante sana sauti. Na ukweli kwenye taarifa hiyo hapa. Yaani ukweli, hata kama ni uongo lakini unaokaribia ukweli. Maana kwa anaweza kutukaanga, katutia kwa shida. Ndivyo. Kwamba KBC imeripoti vitu vya uongo. Kwa hiyo ni kweli vile Millicent amesema.